Mpendwa mtazamaji wa kipindi hiki, ninakushukuru wewe kwa sababu ya kutenga muda wako kuweza kunisikiliza mimi hapa. Leo nina stori ya kweli kabisa ambayo imewahi kutokea siku hizo ambazo zimepita, kama miaka ya 90 na kitu, nilipokuwa mdogo. Sasa naomba basi ukae mkao wa kula uweze kusikiliza mambo ambayo penginepo yalinipata au yalinikuta. Hii ni simulizi, ndugu mtazamaji, ni simulizi, inaweza ikakusaidia. Penginepo na wewe uliwahi kukutana na jambo lolote, lakini sasa kama uliwahi kukutana au hii story itakuwa imekugusa sana, basi usipate shida. Wewe kazi yako ni kushare, kucomment na kusubscribe. Ingia tu katika account, andika Daniel Ndauka. Ukifika pale utabonyeza utaangalia video, utabonyeza linki pale, utasubscribe, mambo yanaenda vizuri. Kama komenti zako pale utacomment, utasema yale ambayo na wewe labda aliwahi kukukuta, basi tutashare kama hivyo. Mimi na share la kwangu kwako na wewe share la kwako kwangu, ili mambo yazidi kuendelea, kwa sababu maisha haya yalianza na yanazidi kuendelea. Karibu sana. Basi ndugu mtazamaji, kama nilivyokuahidi kwamba nitakusimulia stori ya kweli ambayo iliwahi kunikuta kipindi au niseme miaka ya 90 na kitu, kipindi nilipokuwa mdogo. Ndugu mtazamaji, mimi nimezaliwa mkoa wa Iringa, katika kijiji fulani au kitongoji fulani, kijiji cha Kibena, kitongoji cha Kalonga au Mapegere. Katika maeneo yale pale ambapo sisi tulikuwa tunakuwa, nilikuwa nakuwa na ndugu zangu, ambaye mmoja huyo ameshafariki, lakini wengine hawa wadogo zangu wawili bado hai, tuko nao. Yani hawa ambao tulihusika na hii story ambayo naizungumzia. Kuna siku moja tulikuwa tumeenda kwa rafiki yetu mmoja ambaye sio mbali sana, ni kama ndugu hivi, lakini tukawa tumekaa pale, tukawa tunacheza kipindi cha utoto. Wakati tukiwa tukicheza, kwamba akatokea yule mama yake wa yule rafiki yetu ambaye tulikuwa tunacheza naye. Kwamba alipotokea akauliza, wewe fulani unacheza na hao? Yule kijana akasema ndio. Alafu akatugeukia sisi akasema, nyinyi mnacheza na huyu, unafikiri huyu ni mwenzenu? Huyu hapa ninavyowaambieni, huyu sio mwenzenu. Huyu hapa atasoma, atakuwa na maisha mazuri, kwa sababu mimi na uwezo wa kumsomesha. Unadhani mnaweza mkamfikia nyinyi? Kusema ukweli, ndugu mtazamaji, tulisikiliza hayo maneno, hata kama tulikuwa watoto wadogo, bado mioyo yetu ilikuwa inauma sana. Hasa mimi, sijui kwa wenzangu, lakini mimi iliniuma sana kwamba kuwa yani kuna mtu ambaye ni muhimu sana kuliko mimi. Kuna mtu ambaye ni zaidi sana kuliko mimi. Maisha yakaendelea. Ni kwamba sasa tukawa tumejisikia tu vibaya pale, na tukawa tuna wivu, na wivu wenyewe ulikuwa si wa labda tunaweza tukamdhuru, lakini tukawa tuna wivu kwamba na sisi tungepata labda wazazi kama wale, mama kama yule, na sisi tukafika pale ambapo labda anazungumzia kwamba angeweza kumfikisha mtoto wake. Basi maisha yakaendelea, miaka ikaendelea, kufika miaka ya 2000 na kitu hivi, kila mmoja akaweza kusambaratika. Akatoka akaenda sehemu tofauti tofauti katika miji tofauti tofauti. Mungu sio asmani, na wanasema ya kwamba milima haikutani ila binadamu hukutana. Wote tukawa tumekutana katika mji mmoja. Hapo baadaye tukakutana katika mji mmoja. Sisi wengine tukawa ndio hivyo, tuko kwenye kuhangaika, na wale ndugu zangu wawili ambao ni watoto wa marehemu mkubwa wangu wakawa nao wakihangaika, wakifanya kazi huku na kule, vibarua kule huku na kule. Yule ambaye alisema kwamba yeye atasoma na ni msomi, na ni ukweli, naye alikuwa yuko shuleni. Wakati yeye yuko shuleni, ikafika wakati, ndugu mtazamaji, akasoma, lakini inaonekana kama shule ilimkifu au alikuwa tofauti na malengo ya mama yake au ya wazazi wake.
shule ikamshinda. Kwa hiyo ina maana kwamba sasa akawa anatafuta hifadhi ya kwenda kukaa kwa kule kule mjini, maanake mzazi wake, kumbuka wazazi wake wako kijijini kule tulikotoka. Wakati akitafuta sehemu gani atakaa, basi siku moja akakutana na mdogo wangu, wakawa akaomba hifadhi aende akaishi anakokaa mdogo wangu. Yule mdogo wangu hakuwa na shida kwa sababu ni rafiki yetu watoka mwanzo. Ukiachana na maneno ya mama yake, ni rafiki yule kabisa, wenyewe wanasema udugu kwa sasa hivi. Ni rafiki yule wa karibu kabisa. Basi ikabidi akafika pale. Kumbuka ndugu mtazamaji, anaingia katika nyumba au chumba cha kijana yule ambaye alizalaulika, ambaye aliitwa ni maskini, ambaye aliitwa hawezi kufananishwa na yeye. Alipofika pale, huyu kumbuka alikuwa ni mwanafunzi. Ikabidi aanze kumtegemea yule kijana ambaye hakuzaniwa. Akamtegemea sabuni ya kuogea, akamtegemea sabuni ya kufulia, akamtegemea chakula, akamtegemea hata kodi ya nyumba. Wakawa wakiishi pale. Maisha yakaendelea. So sisi sasa wengine na sisi tukawa tunaendelea maisha yetu huko, lakini tulipigiana simu na kusema kwamba bwana, jamaa shule imemshinda, sasa hivi yuko hapa, tuko naye. Na ni ukweli kwa sababu ni ndugu yetu na rafiki yetu, tulitamani kuonana. Maisha yakawa yanaendelea huko kijijini, mama yake anaendelea huko, baba yake, na sisi tunaendelea huku maisha yetu. Sasa kitu ambacho nitaka kuzungumza kwamba usimdharau usiyemjua, kwa sababu kila mmoja ana ahadi yake kwa Mungu. Mungu ana malengo na mtu mmoja mmoja, hana malengo ya watu wengi. Huenda leo wewe unaweza ukawa kwenye nafasi fulani ambayo inaweza ikakufanya kwa mihemko ukajiona wewe ni zaidi ya mtu mwingine. Inatakiwa ufikirie kitu kimoja, kwamba kweli wewe ni zaidi ya mtu mwingine, au Mungu ndio humuweka mtu kuwa zaidi ya mtu mwingine? Kwa hiyo maisha yakaendelea. Sasa ninachotaka kukuambia ni hiki, kwamba yule aliyekuwa anazungumziwa kwamba ni kijana bora, atasoma, atafika mbali, asifananishwe na sisi. Maisha yake ya sasa na maisha ya wengine kati yetu sisi, utakuja kugundua kwamba wale ambao walikuwa wamedharauliwa wako juu kuliko yeye ambaye alikuwa kwamba anaonekana ndio kijana ambaye atakuwa juu yetu. Kwa hiyo kwamba ujumbe kwamba usimdharau mtu usiyemjua, na usimalize maneno, kwa sababu maisha bado yanaendelea. Mungu alilokusudia kwa mtu unaweza usilijue kwa sababu ni siri. Mungu ana siri na mtu, na Mungu ndio hubariki, na Mungu ndio humshusha mtu kutoka maeneo fulani. Biblia inasema ya kwamba Mungu humuinua mnyonge kutoka mavumbini na kumketisha mahali pa juu. Mpendwa mtazamaji, nakushukuru sana kwa ajili ya kipindi hiki. Nakushukuru kwa ajili ya siku hii ya leo ambayo umejitoa kuweza kunisikiliza. Ninakushukuru kwa sababu Mungu amekujalia kuweza penginepo kujifunza kitu fulani au jambo fulani katika hii story. Huenda wewe hapo uliwahi kupitia hii situation, uliwahi kupitia hii shida. Usisahau kushare, usisahau kusubscribe, kwa sababu kuniunga mkono kwako ndio kutanisaidia mimi kufika sehemu fulani, ili tukaweza kuzungumza mambo mengi ya msingi ambayo itatusaidia katika maisha yetu. Ciao.